nihakikishie taifa kwamba tumempokea ndugu yetu Osotsi hapa Nairobi. Ameumizwa vibaya katika shambulizi hilo ambalo kila Mkenya ameshuhudia, kwa sababu zile video za kamera za CCTV sasa ziko katika mitandao yote ya kijamii. Kila mtu ameona kitu ambacho kilifanyika pale. Tunataka tuwashukuru wale ambao wanasimamia shughuli za bunge, yule clerk wa Senate Mheshimiwa Jeremiah Nyegenye, baada ya sisi kumpigia simu kumwambia kwamba mwenzetu alikuwa amepata janga hili. Alienda kwa haraka sana kutafuta jinsi ambavyo tunaweza kumleta Nairobi, na tunataka kuhakikishia familia, marafiki, wakazi wa Vihiga kwamba kwa sasa Senator Osotsi anapokea huduma za matibabu, na tunatumaini na tunaomba kwamba atakuwa sawa sawa. Jambo la pili, kama jinsi ambavyo wenzangu wamezungumza hapa, ni kukemea vikali jambo ambalo limefanyika katika mji wa Kisumu leo hii. Sisi kama viongozi wa Linda Mwananchi tulikuwa tumetoa tahadhari pale nyuma kwamba kuna magenge ya watu ambao wanatumiwa na wanasiasa na watu wengine ambao ni wakuu katika serikali, haswa katika ile wizara ya mambo ya ndani, ambao wanatumia vijana wetu vibaya. Kwa sababu mnapotizama zile kanda za video, hakuna jambo lolote baya ambalo Osotsi alikuwa anafanya. Alikuwa ameketi kwenye mkahawa, na mkahawa huo hakuna kiongozi hapa, haswa sisi ambao tunaondokea magharibi. Kila mtu ambaye anatumia uwanja wa ndege wa Kisumu amewahi kukunywa chai katika mkahawa huo. Hakuna kitu kibaya ambacho Osotsi alikuwa anafanya, na nataka nihakikishie taifa kwa sababu tumeona kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuleta tuhuma ambazo hazina msingi wowote. Yule mtu ambaye alikuwa amekaa na Osotsi ni mfanyikazi wa ofisi ya Osotsi. Tunawajua hao wafanyikazi wote, tunafanya nao kwenye bunge la Senate. Walikuwa wanazungumza kuhusiana na mipango yake kama senator, kwa sababu kila mtu anajua Mheshimiwa Osotsi anagombea ugavana kule Vihiga. Na ukiona hizi narratives ambazo zinasukwa kwa sasa, mnakumbuka wakati ambapo Mheshimiwa Ongondo Were alipouawa, kulikuwa na similar attempts, na tunajua wao mabloggers, tunajua mahali wanatoka, tunajua ni nani anawasponsor, kujaribu kudivert attention na kupotosha wananchi kuhusu ni kipi kilichotendeka pale. Kila mtu ambaye ana macho na atazame video hili aone kwamba Osotsi hakuwa na shida na mtu, amekuja akafumaniwa pale na genge la watu, na ni jambo la kutamausha sana, kwa sababu mji wa Kisumu ni nyumbani. Hawa wote hapa watawaambia mji wa Kisumu ni nyumbani. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, Kisumu ni nyumbani bana. Hakuna mtu ambaye anaweza kutufurusha mji wa Kisumu ama kututisha kwamba tusije mji wa Kisumu. Na jinsi ambavyo wenzangu wamesema hapa, tofauti za kisiasa haziwezi kufika kiwango ambacho eti sasa tunatakiana mabaya ama tunataka kumalizana. Ukiniuliza mimi kama senator wa Nairobi, Mheshimiwa Mawathe yuko hapa. Hata kwa constituency ya Mawathe peke yake ziko Java zaidi ya 5. Unanielewa? Sehemu ambazo mnaweza kwenda mkunywe chai pale. Hakuna siku Mawathe atatuma magenge ya majambazi ati kuvamia mtu ambaye hawasikizani na yeye ama hawana mtazamo sawa na wao wa kisiasa. Kwa hivyo tunataka tukemee vikali tukio la leo. Ni jambo la kuvunja moyo sana, na habari ambazo tunapata ni kwamba hawa vijana ambao wamemshambulia Mheshimiwa Osotsi wanajulikana pale Kisumu. Wanajulikana, yule ambaye ni mfadhili wao anajulikana, na kwa sababu tunajua serikali hii ni serikali ya kudhulumu watu, serikali ambayo hawezi kutenda haki. Sisi tunajua kwamba hata hao vijana hata kama wanajulikana, hakuna haki ambayo itatendeka kwa ajili ya hiki kitendo ambacho kimefanyika leo. Kwa hivyo tunataka kuambia polisi wasijifanye hawajui hawa vijana. Wasijifanye hawajui hawa vijana, na wasijifanye hawajui ni kina nani wamewatuma. Mji wa Kisumu ni mji wa kimataifa. Ni mji ambao lazima sisi sote tuwe tunajihisi kwamba tunaweza kuwa pale, tunaweza kufanya mambo yetu pale. Mkenya yoyote hata awe na maoni gani kuhusu siasa za Kenya, anaruhusiwa kuwa katika eneo lolote la Kenya, na ili kuweza kueneza mambo yake. Kwa hivyo mimi yangu ni kutoa tu pole kwa Mheshimiwa Osotsi kwa yale ambayo yamempata leo. Hakuna makosa ambayo Mheshimiwa Osotsi amefanya. Hakuna kitu ambacho amefanya ili deserve yale mambo ambayo yamefanyika hii leo. Na niwashukuru wa viongozi wote ambao wamekuja hapa kusimama na Mheshimiwa Osotsi, na wengi wengine
ambao mtawaona hapa kesho wakimtembelea. Madaktari wake wametuhakikishia kwamba ingawaje ameumizwa vibaya, yuko katika hali ambayo wanaita he is in a stable condition. Wataendelea kumtibu na watu wa Vihiga wajue kwamba senator wao yuko katika hali nzuri. Kwa hivyo nataka nimkaribishe tu ndugu yetu mmoja yuko hapa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na yeye aseme jambo kuhusu swala hili, lakini kuu zaidi ni kwamba sisi wanalinda mwananchi. Hakuna kitu itatutisha bwana. Mtatuua sisi wote. Hata hiyo Kisumu tunaenda, in fact tunataka tuzungumze tukimaliza Nakuru, sasa tukuje Kisumu. Kama wanataka kutuangamiza sisi wote, wajaribu kutuangamiza, kwa sababu Kenya ni huru bana. Kenya ni huru. Wewe sema yako, ukimaliza mwingine aseme yake. Lakini hatuwezi kuwa katika mandhari ya siasa ambayo eti ukizungumza kitu unaweza kuvamiwa na magenge ya majambazi hata ukiwa katika starehe zako. Unanielewa? So nataka niwaombe wakazi wa Kisumu, kwa sababu kuna watu ambao naona ni kama wanataka kuwachafulia jina. Mimi najua wakazi wa Kisumu. Nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM miaka 9 bwana. Hakuna siku nimevamiwa Kisumu mimi, hata katika hiyo eneo la Java hiyo moja ya hapo Acacia. Hakuna siku watu wa Kisumu, in fact ukitoka pale wanakusalimia, mnazungumza, mnaenda. Watu wa Kisumu ni watu wa amani. Kuna mtu tu mmoja ambaye anajaribu kuharibia eneo zima la Kisumu na Luo Nyanza sifa kwa kuandaa haya magenge ya vijana kuweza kuwashambulia watu ambao anaona kana kwamba hawana maoni sawa na yeye. Na sisi tunaomba wakazi wa Kisumu, sisi ambavyo tunawalinda nyinyi wananchi, na nyinyi mtulinde. Sisi hatuna uwezo wa kuweza kuzuia matokeo kama haya, lakini wananchi wa Kisumu wenyewe wajue kwamba hawa viongozi wote na wanalinda mwananchi. Hatuna ubaya na mtu yoyote, tunawapenda na sisi tunajua mnatupenda, lakini wale wachache ambao wanajaribu kuweka nyufa kati yetu na nyinyi, tuwakataze, tuwaambie siasa kama hizo zilipitwa na wakati. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe Mheshimiwa Eugene Wamalwa na yeye azungumze jambo moja.